Qin Zhiming, pia anajulikana kama Yadi Zhang, ni mwanamke raia wa China mwenye umri wa miaka 47. Aliendesha mpango wa uwekezaji uliowavutia watu wengi sana, lakini mpango huo ulikuwa fake. Kati ya mwaka 2014 na mwaka 2017, ambapo alitetea kupata mapato makubwa sana kwa wawekezaji. Walengwa walikuwa zaidi ya watu 128,000, na utapeli huo ambao aliufanya, alipanga mpango aina ya Ponzi scheme. Ponzi scheme, kwa watu wengi ambao wanafanya au wanafuatilia masuala ya crypto, nadhani wanafahamu kwamba ni kitu cha namna gani, ikimaanisha kuwa ni mapato ya wawekezaji waliopata mapema yalilipwa kwa pesa za wawekezaji wapya. Haikuwa biashara halisi ya kuendesha faida. Baada ya kutolewa pesa za wawekezaji, sehemu kubwa ya pesa hizo alibadilisha kuwa crypto, hasa Bitcoin. Ili kuficha asili ya pesa hizo, alikutwa akimiliki zaidi ya 61,000 Bitcoin, ambapo polisi wa Uingereza walisema ni mtego mkubwa wa pesa za uhalifu. Baadaye, baada ya uchunguzi kuanza nchini China, Qin alitoroka 2017 kupitia Myanmar, Thailand na kupitia Uingereza akitumia pasipoti za uongo. Wakati akiwa Uingereza, alifanya jitihada za kununua mali za kifahari, yani nyumba za gali, na kutumia pesa hizo zilizopatikana kwa njia isiyo halali, jambo lililovutia upelelezi wa polisi. Maelfu ya watu nchini China waliwekeza wakitarajia faida kubwa, na wakapata kuwa wamepoteza akiba zao, na wakati mwingine akiba ya maisha yao yote. Kwa baadhi ya walioathirika, ulipoteza mtaji wao uliokusanywa kwa muda mrefu, hali iliyosababisha shida za kifamilia na hata kuharibika kwa ndoa. Hii ndio story kubwa sana iliyopo kwenye trend lines za M24 habari. Kaa nasi na usisite kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, kama pale TikTok ukiandika M24 habari, pale Facebook na Instagram ukiandika M24 habari, lakini pale upande wa YouTube ukiandika M24 Tanzania kwa herufi kubwa na kuitafuta logo hii. Asante, uwe na siku njema.